Ukatili wa Samia Suluhu umefika kiwango cha kunuka baada ya kuanza kuwala wana CCM. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tukio la kukamatwa kwa afisa aliyewahi kupitiwa na mifumo ya dola Bwana Geoffrey Mwambe, ambaye alikuwa mbunge, waziri na mtumishi wa umma aliyewahi kuidhinishwa rasmi, limefichua ufa mkubwa na uliokuwa ukifichwa chini ya pazia la mamlaka. Na katika hali ya kawaida, kukamatwa kwa mtu wa hadhi isiyo hiyo kusingekuwa siri. Taifa lingepewa taarifa, familia ingewasiliana na mfumo wa sheria ungechukua mkondo wake. Ila badala yake kimya kirefu kilitawala kwa siku kadhaa, huku ndugu, jamaa na marafiki wakizunguka vituo vya bila majibu ya maana, na ilibidi kelele za umma ziongezeke ndipo jeshi la polisi likiri kumshikilia baada ya siku ya 5. Hapo ndipo tahadhari ya kitaifa ilipoanza, si juu ya mtu mmoja bali juu ya mfumo mzima unaoamua lini sheria itumike na kwa nani isimame. Sheria ya Tanzania inaweka wazi muda wa kumfikisha mtu mahakamani na kumsomea shtaka, haki ya kujua alipomshikiliwa, hali yake na sababu za kushikiliwa si hisani, ni wajibu wa kikatiba. Na hata hivyo, katika tukio hili kama ilivyo kwa mengine mengi, muda ulipita bila hatua. Mawakala wa sheria walinyamaza, mawakili wakasukumwa kutumia habeas corpus kama njia ya dharura, kana kwamba imekuwa itifaki mpya badala ya kinga ya mwisho. Huu si mkasa wa pekee, ni mwendelezo utaratibu uliokita mizizi, ambako kukamatwa kunatangulia shtaka, mahabusu zinatangulia mahakama na hofu inatangulia haki. Kote nchini, viongozi na wanachama wa chama kikuu cha upinzani wamekuwa wakikamatwa na kushikiliwa kwa siku 20, 30, 40 na 50 bila kufikishwa mahakamani. Wengine wameripotiwa kuteswa na kujeruhiwa vibaya. Walioko magerezani wanapaswa mahakamani kila baada ya siku 14, na badala yake wamekaa miezi kama mahabusu wa gereza bila mchakato wa kisheria unaoonekana. Hapa ndipo dhana ya haki inapotenguliwa. Mahabusu zinageuzwa adhabu na adhabu inatolewa bila hukumu. Mfumo unajijenga juu ya kuadhibu bila kusikiliza. Utamaduni huu wa kuvunja sheria kwa uwazi haukuibuka kwa bahati mbaya. Ulilelewa, ulitunzwa, ulipata uhalali wa kimya kimya katika kipindi ambacho vyombo vya dola vilijengewa imani kwamba vinaweza kufanya chochote kwa jina la usalama au nidhamu. Na tangu hapo impunity ikawa sera isiyoandikwa, ukamataji wa kimya, mahabusu zisizo na mwisho, na vyombo kushiriki bila aibu. Kinachotia hofu zaidi ni kwamba hata waliowahi kuwa sehemu ya mfumo huo, waliodhani wako salama kwa sababu walikuwa madarakani, sasa wanajikuta wakikandamizwa na utaratibu ule ule waliouona ukikua. Impunity haina uaminifu, inakula kila kitu kinachokaribia. Na katika historia ya utawala, hata mfumo wa kandamizi zaidi ilifuata sheria zake, si kwa wema bali kwa nidhamu ya dola. Na leo Tanzania inaingia eneo hatari zaidi, nchi ambayo sheria zipo vitabuni lakini hazitumiki kwa vitendo. Na huu ni ukosefu wa utawala wa sheria unaozidi hata mifumo ya zamani ya kikoloni katika kipimo kimoja muhimu: utabirika. Na bila utabirika wa sheria, basi haki inakuwa bahati nasibu. Imewahi kuonekana katika vipindi vya misukosuko ya kisiasa barani Afrika, na matokeo yake yamekuwa yale yale: kuporomoka kwa uaminifu wa umma, kuongezeka kwa hofu na kudumaa kwa taasisi. Na katika miaka ya karibuni, Afrika Mashariki imekuwa chini ya darubini ya mashirika ya haki za binadamu, wafadhili na jumuiya ya kikanda. Kukamatwa kiholela, kucheleweshwa kwa kesi na matumizi ya vyombo vya dola dhidi ya upinzani ni viashiria vinavyoathiri mahusiano ya kimataifa, misaada na uwekezaji. Rekodi ya haki za binadamu si swala la ndani pekee, ni mtaji wa kimataifa. Na kadri matukio haya yanavyojirudia, basi ndivyo taswira ya nchi inavyojengeka, si kama demokrasia inayojirekebisha, bali kama dola linalozoea kuvunja sheria kwa manufaa ya muda mfupi wa kisiasa.
kujaza jamii hofu ili utii ni mkakati uliotumika mara nyingi katika historia, lakini haujawahi kudumu. Hofu inazalisha ukimya wa muda, si uhalali wa kudumu. Wale wanaodhani hawakuchaguliwa lakini wanaweza kutawala kwa vitisho wanakosea hesabu ya historia, na mwisho wa mkakati huo ni kuporomoka kwa utii na kuibuka kwa hasira iliyokusanywa kwa muda mrefu. Na katika mazingira haya, haki inapokandamizwa, basi hofu hubadilika kuwa hasira ya kimya, na hasira za kimya huwa na mlipuko usiotabirika. Kwamba habeas corpus imekuwa njia ya kawaida badala ya kinga ya mwisho ni ushahidi wa mfumo unaoshindwa. Chombo kilichoundwa kuzuia dhuluma za nadra sasa kinatumika kila siku. Hiki ni kengele cha mahakama kwa bunge, kwa taasisi zote zinazodai kulinda katiba, na pale ambapo mawakili wanalazimika kupigania haki ya msingi ya kujua alipo mtu, ndipo tunapopaswa kukiri kuwa tatizo si kesi moja, ni mfumo. Kile kilichotokea leo si hadithi ya mtu mmoja wala chama kimoja, ni somo la taifa kuhusu hatari ya kukubali lawlessness kwa sababu inawalenga wengine. Utamaduni wa kuvunja sheria hauchagui wahanga wake wa baadaye, hujengwa leo na kuvuna kesho, na kesho inaweza kuwa upande wowote. Kimya, hofu na kuzoea vina gharama kubwa. Kila siku haki inapocheleweshwa, kesho ya Tanzania inapungua nafasi. Taifa linalokubali mahabusu kama adhabu, kukamatwa kwa siri na impunity kama kawaida mpya, limejitengenezea mustakabali wenye msingi dhaifu, na misingi dhaifu, haijalishi ni nani yuko juu yake, huishia kuporomoka. Ndiyo habari tunaokuletea leo hii kutoka hapa Kenyascope kuhusiana na kukamatwa kwa waziri wa CCM na yale yanayozidi kutokea nchini Tanzania, ambayo yamegeuza Tanzania kuwa gereza kubwa linaloanasa walio ndani na walio ndani ya serikali na wale wenye upinzani. Ndio hayo kwa sasa, nazidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile kumbuka kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu zinapochipuka kutoka hapa Kenyascope. Hapa ndipo tunakuletea ukweli bila kupindisha wala kuegemea upande wowote, manake tunakujali wewe kama mtazamaji na mfuasi wa Kenyascope ili upate taarifa za uhakika.